tulikuwa na ujumbe ambao ulikuwa una kichwa kinachosema ufahamu kuhusu ujazo, ufahamu kuhusu ujazo. Na tuliangalia kwa kina kuhusiana na ujazo. Lakini tulikuwa tuna ujazo ambao tulikuwa tunauzungumzia ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Ujazo wa Roho Mtakatifu. Na msisitizo ulikuwa ni kwamba kama hujafikia hatua ya kutamani au kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni kweli yuko ndani yetu kwa sisi tunaomwamini Kristo, kwa sababu ukimpokea Kristo anakupa maji ya uzima. Lakini swala la kujaa ni kiwango ni nafasi nyingine, kwa sababu kitu ambacho kinajaa maana yake kama kimepata nafasi ya kujaa. Kimepata nafasi ya kujaa. Kwa hiyo kujaa kunatokana hasa na sisi kutoa nafasi kwa hayo maji kujaa ndani yetu. Inawezekana ndani yetu kuna mambo mengi yanatusonga. Unajua kama ndani yako kuna mambo mengi yanakusonga, unafikiria mambo mengi sana. Unafikiria kwa habari ya maisha yako, unafikiria vitu vya kitechnical. Unajua hata kwenye wakati mwingine kwenye huduma tumekuwa connected zaidi na technical issues. Tumekuwa connected zaidi na namna ambavyo tumepanga. Sasa sio mbaya kupanga, kuarrange, lakini tumekuwa ukipanga it's okay. Lakini katika wakati ambapo unahudumu unasema unaweza ukakaa katika ule mpango. Sio tena unaanza kutafuta vitu vingine vya kuongezea. Ukishaanza kuweka mambo mengi wakati wa utumishi. Unajua Martha, unamfahamu Martha? Martha wakati Yesu anafundisha, yeye alikuwa yuko very busy na kumwandalia chakula. Sasa kuandaa chakula sio jambo baya. Lakini yeye akufanya kile ambacho anakifanya kama ibada, anamwandalia Yesu. Alifanya kile anachokifanya huko akimwaza Mariamu kwamba yaani nafanya hivi mwenyewe, nafanya hivi mwenyewe mpaka usema uzalendo ukamshinda. Alichokifanya akaenda kwa Yesu akamwambia hivi, hauoni huyu mwenzangu amekaa hapa kukusikiliza wewe na wakati mimi ninahangaika mwenyewe. Na kwa hiyo msisitizo hasa wakati tunafanya au tunatumika kile ambacho Mungu anataka kukitumia kwacho. Tukishaanza kuwa busy na vitu vingine hapa katikati. Unajua naomba sasa nizungumze kidogo na musician kwa sababu nimekulia huko na nimeona kidogo. Sio mwanamuziki mimi, lakini nimeona. Mungu amenipa neema, nimeimba kwaya. Lakini kwenye team nimekuwa kidogo. Na kuna vitu ambavyo nimejifunza kwa kuobserve. Katikati ya kile tunachokifanya kwa ile utukufu wa Mungu, tukiongeza mambo mengine. Unajua kuna kuwa na communication nyingi, especially sasa hivi. Sasa hivi kuna in here monitor, kuna kwa waimbaji wanaelewa. Unakuta kuna vitu vingi Sasa sio mbaya, lakini lazima ifike point ya kwamba tusijishughulishe na vitu vingi sana. Lazima ifike point ni kwamba tumwachie Roho Mtakatifu nafasi ahudumie. Tunaacha gap. Sema unatumika lakini unaacha gap. Kwamba usifikiri kwamba hiki ninachokifanya ndio kitabadilisha mtu au kitafanya watu wampokee Roho. Ila unaacha gap. Yaani wewe mwenyewe unakuwa kwenye ibada. Nikifanya hiki ninachokifanya kwamba ni ibada yangu kwa Bwana. Hiki ninachokifundisha sio kwa ajili ya kwa ajili ya wengine hasa. Kinanihusu mimi, kinatuhusu sote. Unajua chakula ambacho unakipika alafu wewe sio mdau. Iko chakula. Kinawezekana iko chakula kisiwe Unajua kwa mfano ukipika alafu wewe hata hujaonja, yani au hauli. Inakuwaje? Kwa lazima nione kwamba hiki chakula au hiki ninachokifanya niwe connected nacho kwa maana gani? Nakitoa kwa utukufu wa Kristo Yesu.
Kwa hiyo tuliangalia ujazo. Ujazo mara nyingi wengi tunamzima roho au tunamzibia roho kwa sababu ya shughuli na mambo mengi ambayo tunayawaza katikati ya ile ibada. Tunafanya ibada lakini tunawaza mambo mengine mengi. Tunawaza vitu vingine vingi. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana tunapoangalia neno hili, tuendelee kufanya nini? Tuendelee kushuka ili yeye afanye nini? Aongezeke. Tushuke ili yeye aongezeke, ili yeye ajae. Ukiwa na mambo mengine yamejaa, mawazo mengine yamejaa ndani yetu, ni ngumu sana Roho Mtakatifu kujaa. Una maumivu, una uchungu pengine, au unawaza kwa habari ya finance, masuala ya kifedha. Tunawaza kwa habari ya pengine kuna mambo fulani ambayo tunayafikiria. Hatuwezi tukampa Roho Mtakatifu nafasi kujaa ndani yetu. Kujaa. Sasa unajua kujazwa Roho Mtakatifu ni kitu ambacho kukielezea. Roho Mtakatifu akijaa raha yake ni nini? Ni ngumu sana kuelezea. Sasa na wewe ukimuuliza, kwa mfano ukimuuliza mlevi, hivi ukilewa ukilewa inakuaje? Unasikiaje? Mlevi hawezi kukwambia. Yaani mtu akakuelezea bwana ukilewa unasikia ile experience gani? Hamna mtu anaweza kaielezea bila ya wewe kufanya nini? Kwa hiyo kwa utangulizi kuhusu ujazo, sababu tuliangalia wiki iliyopita, hiyo ilikuwa nafanya flashback, naangalia nasema narejea nyuma. Katika utangulizi nataka tuelewe hivi, kitu chochote ambacho tunakiangalia katika maandiko ya neno la Mungu, maandiko katika Biblia, tukakiona kimetokea, kitu hicho lazima tukizingatie. Kama kanisa la kwanza kuna vitu vilitokea, pengine walipokuwa wanafanya ibada, pengine walipokuwa wakiomba, pengine walipokuwa wakihudumu, kuna vitu vilitokea, alafu vikaandikwa katika maandiko. Vitu hivyo lazima tufanye nini? Tuvizingatie. Na kama havitokei sasa hivi, lazima tujiulize, hivi kwa nini haya mambo hayatokei sasa hivi? Kwa sababu yameandikwa ili kutufundisha. Alafu kwa sababu Mungu habadiliki. Mungu ni yule yule jana, leo na hata. Kwa kama lilitokea katika nyakati zile, lazima na sisi tufanye nini? Lazima na sisi tufikirie kwamba kwa nini kitu hiki akitokei leo. Kwa hiyo tunapoangalia katika maandiko, tumeona tukiangalia wiki iliyopita, maandiko yalikuwa yanazungumza kwa habari ya watendakazi wa Mungu kujaa Roho wa Bwana. Kujaa Roho wa Bwana. Na wanapojaa Roho wa Bwana, kuna karama zinajidhihirisha. Karama za Roho Mtakatifu zinajidhihirisha. Sasa tukiangalia leo hii, kuna watu wamezikataa baadhi ya karama katika kanisa. Yaani kuna makusanyiko, kuna waamini wamezikataa kabisa karama fulani. Wamemzimisha Roho Mtakatifu kujaa kwa hizo karama. Wamezikataa. Sasa kama wamezikataa, maana kwamba Roho Mtakatifu hawezi kujaa na kuzidhihirisha. Sababu kama kuna karama ya Roho Mtakatifu mnabagua kwamba hii sawa, hii hataki kwenda nayo, hii tukifanya hivyo, maana kwamba nini? Sababu Roho Mtakatifu akijaa, kitu ambacho anakidhihirisha ni karama. Na tutaangalia karama za Roho Mtakatifu, alafu tutakuja kuona kwamba kuna karama ambazo kanisa limezikataa. Zimeona kwamba hizi karama hizi hapana. Karama hizi tunazikubali, ila hizi Lakini ukisoma kwenye maandiko, walikuwepo watu wenye hizo karama. Na maandiko Paulo aliwaandikia Wathesalonike wa kwanza 5:19, akawaambia msimzimishe Roho. Alafu akasema msitweze unabii. Msimzimishe Roho. Kumzimisha Roho ni kufanya nini? Ni kumzuia asidhihirishe zile karama za Roho. Asema msitweze unabii. Na hii kwenye kutweza unabii, watu wengi ndio kutweza unabii maana yake nini? Unajua unasema huyu jamaa ananitweza kweli. Kutweza ni kudharau. Kuchukulia kwamba hakina umuhimu. Ni kweli katika zama zetu
lazima tuwe makini. Kwa mfano na manabii, inasema, Biblia inasema kutakuwa na manabii wengi wa uongo, lakini sio kwamba hiyo karama ya unabii haipo, ipo, lakini kanisa limefanya nini? Limeizima. Kuna wengine hata ukisema mtume, yani mitume walikuwa wakina Petro tu, wakina Paulo, lakini saa hizi mtume hamna mtume. Yani ukisema wewe umevuruga. Kwa kuna vitu ambavyo vilikuwepo, unabii ulikuwepo, kuna namna fulani watu walikuwa wanasema wanafanya ile nini, utume. Lakini sasa hivi kuna vitu ambavyo tumevichukulia poa, tumevidharau. Na kama walikuwepo katika zama zile, sababu ukiangalia kwenye maandiko, hasa tukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, tutaelewa kanisa la kwanza lilikuwa linasema linaenenda katika namna gani. Karama za Roho zilikuwa zinajidhihirisha katika namna gani. Kulikuwa na manabii Agabo alikuwa akizungumza unabii, lakini unabii ulikuwa ni kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kanisa. Unajua tofauti ya sasa hivi, chenga nyingi, watu wanatoa unabii kwa ajili ya taifa, unabii kwa ajili ya mataifa. Ukishaona vitu vya namna hiyo, yani uone kwamba huo ni unabii ambao, sababu Biblia inasema hivi, alitoa mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu, ili kusudi nini? Kusudi kuwakamilisha watakatifu, hata mwili wa Kristo ujengwe. Yani hizi karama zote hizi nini? Hizi huduma zote zimetolewa kusudi nini? Kusudi kanisa lijengwe. Kwa hiyo ukiona mtu anazungumza unabii ambao sio kwa ajili ya kulijenga kanisa, unabii kwa sababu ya sema nini, ile dhana ya wengi kwamba sasa hivi kuna mambo fulani yana trendi, kwa mtu anataka atomokee umo aseme kitu. Inawezekana mambo ya uchaguzi, inawezekana mambo ya vita sio yanayoendelea duniani, mtu anatoa unabii. Unabii mambo ya vita si yanatuhusu nini? Unabii ukija ni kwa ajili ya aidha kulionya kanisa, aidha kulitahadharisha kanisa kwa ajili ya mambo yajayo, au labda kwa ajili ya kusema nini, kulitia nguvu kanisa, kwa maana kwamba kuna hatua inaenda, lakini sasa nini, kuna namna ambavyo unabii unaweza kuachiliwa kwa ajili ya kutia nguvu kanisa liendelee kusonga katika hiyo. Inawezekana pia ni direction, kwamba maelekezo, kwamba inawezekana kanisa la paswa liombe sasa hivi kulingana na kile ambacho Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo. Tukiangalia sasa kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 12 kuanzia mstari wa kwanza, nataka tuangalie hapa kwa habari ya karama za Roho, kwa sababu karama za Roho zinajidhihirisha kwa nguvu pale ambapo Roho Mtakatifu anajaa. Pale ambapo Roho Mtakatifu anajaa. Jamani, kuna wapigaji, waimbaji, sisi tunaoimba na kadhalika. Kuna vipawa sema ni ujuzi. Lakini kuna karama za Roho Mtakatifu. Karama za Roho Mtakatifu. Hizi ni za muhimu sana jamani. Yaani hizi ni za muhimu sana. Na hizi kama nilivyosema, lazima tumpe Roho Mtakatifu nafasi. Wakorintho wa kwanza 12 kuanzia mstari wa kwanza anasema, basi ndugu zangu, kwa habari ya karama sitaki mkose kufahamu. Mwajua kuwa mlipokuwa watu wa mataifa mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena kama mlivyoongozwa. Kwa hiyo na waarifu ya kwamba hakuna anenaye katika Roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa, wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Basi pana tofauti ya karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti ya huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti ya kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja upewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine na mwingine neno la maarifa, apendavyo Roho yeye yule. Mwingine imani katika Roho yeye yule. Mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja. Na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, na mwingine aina za lugha, na mwingine kutafsiri
na mwingine tafsiri za lugha, lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo. Tunaona hapa Roho ni yule yule, lakini anatoa karama kila mmoja kwa kadiri ya apendavyo yeye. Lengo ni nini? Lengo ni kwamba tuweze kufaidiana. Yaani kama akikupa wewe kunena, atampa mwingine kutafsiri, ili wewe ukinena mwingine atafsiri. Kama huyu atampa karama ya kufundisha, huyu anaweza kumpa karama ya kuhubiri, huyu anaweza kumpa karama ya uponyaji, huyu anaweza kumpa karama ya unabii. Tukikutana wote tunafanya nini? Tunafaidiana. Tunafaidiana, si ndio? Ndio maana hata Paulo mwenyewe alizungumza kwa habari hata ya kunena. Hawezi mkawa wote mnanena mnanena, yani mnapiga kelele wote lazima kuna mmoja pengine atafsiri awe na hiyo, ili nini? Ili kile ambacho unakinena tunasema nini, kiwafaidie wengine kama ni kwenye public. Lakini kama kwenye public karama ya kusema ile kunena kwa lugha ikatokea, unaweza ukanena lakini sio kwa mpaka wengine washtuke. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunaangalia hizi, nasema karama za Roho Mtakatifu. Biblia kwenye Kiingereza nasema ni spiritual gifts, ni zawadi za rohoni. Roho Mtakatifu anaachilia zawadi ambazo hujajifunza, uwezo ambao hujajifunza. Sasa kuna hivi vitu ambavyo vimezungumzwa hapa ambavyo kiuhalisia kanisa la leo limekataa hivyo vitu, limekataa. Na kwa sababu limekataa, sasa wanakuja wale ambao ni wa uongo kweli kweli, ili mkatae zaidi. Unajua iko hivi, kitu kilikuwa kinahitajika zaidi, alafu nyinyi mkakikataa. Ibilisi alivyokuwa na technique, anakuja na kile ambacho mnakikataa, kwa sababu najua hiyo ndio udhaifu wenu, si ndio? Anakuja na kile ambacho unakikataa katika namna mbaya zaidi, ili ndio ukikatae zaidi, ukiona kwamba hiki ndio hakifai. Yaani mimi nimepungukiwa na hii kwa sababu una mashaka nacho. Sasa kwa sababu una mashaka nacho, alafu mtu ambaye anajua ni cha muhimu kwako anaamua kukileta ambacho kinatia kenya. Na wengine matendo ya miujiza, na wengine unabii, na wengine kupambanua roho, na wengine aina za lugha. Hayo mambo makusanyiko mengine wameyakataa kabisa. Ukizungumza matendo ya miujiza, nikana kwamba unazungumza yani unasema nini? Miujiza. Yani haikubalika hiko kitu. Yani haikubaliki miracle. Sasa miracle pia kuna namna ya mazingira ya miracle kuoperate. Changamoto ya kanisa la leo, kwa mfano tunapozungumzia miracle miujiza ipo. Lakini miujiza ya kimungu ni pale mwanadamu anapokoma yaani haiwezekani wewe unaweza kufanya kitu fulani alafu Mungu hiyo kitu akakufanyia muujiza. Haiwezekani. Yaani wewe uwezi ukawa unaweza kufanya jambo fulani alafu Mungu hilo jambo akakupa kama muujiza. Haiwezekani. Mungu pale unaposhindwa, yaani imeshindikana kabisa, no way. Pale ndio ambapo anafanya nini? Anafanya kitu ambacho katika namna ya akili zetu hakiwezi kuprocess. Kwa sababu gani? Kwa sababu tulishindwa. Kama ni usali ile jambo lilishindikana, inawezekana lilishindikana either kwa sababu sikuwa na uwezo wa kwenda hospitali kifedha, au inawezekana nilienda kule wakashindwa na kadhalika. Kwa mazingira yanapokuwa sema umebanwa kwenye kona, there is no way. Mungu anafanya mlango wa kutokea. Ufanye njia pasipo njia. That is miracle. Sasa hiyo ipo, lakini leo hii kuna watu ambao unakuta they can do things, wanaweza kufanya vitu lakini bado still wanataka muujiza. Hiyo kitu ambacho, kwa hiyo kuna hii miujiza, kuna unabii pia upo. Sema mwingine unabii. Changamoto pia kuna kila aina ya kutenda kazi, kuna namna fulani unaweza ukaziangalia ukajua kwamba hiki sio sawa, hiki sio sawa. Kwa mfano tukiangalia unabii kama nilivyosema mwanzoni, unabii lazima uwe ni kwa ajili ya kulifaidia kanisa. Iwe inaachilia kile ambacho Kristo anataka kuliambia kanisa lake
kwa ajili ya kanisa kukua. Haiwezi kawa nje hapo. Ukiniambia mambo ya uchaguzi, election, ukiniambia mambo ya sijui vita vya Irani sijui na nini, vita vya Irani unaambiwa vita vya Irani, so what? Yani inahusiana nini? Yaani kanisa linafaidika nini? Vita vya Irani sijui vita vya nini? Sijui nani kamfanya nani? Yani hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo hivi vitu vipo, lakini kuna namna yake. Kuna namna yake. Kwa hiyo kuna kwenye kitabu hicho cha Matendo ya Mitume, kwa Korinto wa kwanza 12 kuanzia mstari wa kwanza. Tukiangalia kuanzia mstari wa 28, tunaangalia mstari wa 28. Anasema hivi, na Mungu ameweka wengine katika kanisa, wa kwanza mitume, wa pili manabii, wa tatu walimu, kisha miujiza, kisha karama za kuponya wagonjwa na masaidiano na maongozi na aina za lugha. Je, wote ni mitume? Wote ni manabii? Wote ni walimu? Wote watenda miujiza? Wote wana karama za kuponya wagonjwa? Wote wanena kwa lugha? Wote watafsiri? Ukiangalia hii Paulo anaandika, anasema Mungu ameweka wengine katika kanisa. Kwa kwanza mitume, yani wengine maana kwamba aina mbalimbali. Wa kwanza mitume, wa pili manabii, wa tatu walimu, kisha karama za kuponya, masaidiano, maongozi, aina za lugha. Alafu akasema je, ni wote mitume? Yaani hivi vitu kama Mungu au kama Kristo ameweka hizi huduma katika kanisa, alafu ikifika point tukazikataa, ndio maana anasema nini? Zile ambazo zimekataliwa ndo zinaibuka feki kweli kweli. Kwa nini? Kwa sababu ili mzidi kuzikataa kabisa, ziwe ni kinyaa. Ziwe ni kinyaa. Kwa hiyo kuna kumzimisha roho. Kumzimisha roho kunaanzia na kuzikataa karama fulani fulani. Ukishakataa karama ya miujiza, yaani haiwezekani roho wa Mungu akainuka akajaa ndani yako, alafu katika kuja huko ile karama ya uponyaji ikadhihirika, au karama ya miujiza yaani ukishakataa karama fulani, kwa mfano leo hii wapigaji, waimbaji na wahubiri na kadhalika, ukishakataa karama ya kunena kwa lugha, yaani kunena kwa lugha ukaona kama ni usanii. Unajua kuna wengine yaani hao wanaongea ni usanii mtupu, yaani unajua usanii. Ukishakuwa na hiyo kwamba usanii, huu ni usanii, maana yake ni nini? Maana yake kwamba hiyo kitu sahau kufanya huduma, alafu watu wakajazwa na roho. Sema wakajazwa ile na roho, alafu wakaachia tafsiri. Kwa sababu kitu kinaanzia na kwenye imani. Ukisha kwenye imani yako kwamba imani yako haiamini miujiza, imani yako haiamini uponyaji, yaani hiyo karama katika utumishi ambao usema unahudumu haiwezi ikajithibitisha kabisa. Kwa nini? Kwa sababu huiamini au huiamini. Kwa kuna wakati tunamzimisha roho katika namna gani? Katika namna ya fikra. Yaani kimtokacho mtu tulichokujaza moyo wake. Wewe unapofanya utumishi, kwa mfano unafanya utumishi, tunasema ni utumishi. Tunafanya huduma. Tunasema nini? Roho Mtakatifu tumempa nafasi gani? Au tunamuona Roho Mtakatifu ana uwezo gani wa kuachilia jambo gani? Kama uamini katika miracle, uamini katika uponyaji, yaani haiwezekani hiyo karama ikaachiliwa ndani yako. Kwa ninazungumza na sisi sote kwamba ni lazima ifike pointi tusimzimishe roho. Roho Mtakatifu akijaa anaachilia karama. Kama mitume na kanisa la kwanza, vitu hivi vilidhihirika. Kwa nini leo hivi visidhihirike? Alafu sasa mbaya zaidi, tunasoma Biblia moja, lakini tunasema kwamba yaani hawa wanaamini, hawa waamini. Yaani kwa hawa ni historia kwamba mitume wakajaa na Roho Mtakatifu wakazungumza neno kwa ujasiri. Lakini wao swala la ujazo wa Roho Mtakatifu sio kitu ambacho kinakuwa expected. Kinatazamiwa. Tunapowahudumia watu, tumemwekea limit Roho Mtakatifu
katika maeneo gani? Au tunambania Roho Mtakatifu katika maeneo gani? Kwamba mimi naamini tu mtu akifundishwa ndio anaweza akabadilika. Ni kweli mafundisho lakini kuna nguvu za Mungu pia. Inawezekana hiyo kitu inamfanya aenenda hivyo sio kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kuna roho ndani yake. Kwa hiyo ile roho lazima lishughulikiwe kwanza. Alafu likishashughulikiwa ndio nini? Upate nafasi ya kuachilia neno. Neno penye liroho la mtu ana maroho ndani yake. Utahubiri mpaka kesho. Mnamfahamu Mgerasi, si ndio? Yule Mgerasi pale alikuwa na mapepo mengi, alikuwa anajiita jeshi. Jeshi, si ndio? Sasa yule Tito uende ukamhubirie, utahubiri mpaka kesho kutwa. Tena anaweza kutoa habari ukala jebu hilo la hatari. Tapigwa ngumi moja ya pakati. Tunashangaa kidevu chote kimeng'oka. Ukamhubirie mtu namna hiyo. Sometimes you have to deal with spirit ndani yake. Yaani lazima tuiondoe ile roho ambayo inafanya nini? Imemteka mtu huyu. Imemteka. Tangalia maandiko. Kuna namna ambavyo tutaona kwamba kuna mitume walienda kuhubiri, alafu kuna mtu mmoja ambaye ni mwenye pepo. Alikuwa ni Paulo. Paulo ameenda kuhubiri kwa mtu, amealikwa, alafu kuna mtu mwenye pepo akaanza kuja kumtia wasiwasi yule jamaa ambaye amewaalika. Kwa hiyo haya mambo yapo. Sasa wewe unasema kwamba neno. Kumbe wakati mwingine inahitaji kwanza karama ya uponyaji tena kazi yao. Ukwamba ushughulikie roho iliyo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuliangalia wiki iliyopita maandiko yamezungumzia kuhusu ujazo wa Roho. Matendo ya Mitume 2 kuanzia mstari wa 4, wote wakajazwa na Roho Mtakatifu wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Wakajazwa na Roho. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Sio lugha ambayo wamejifunza. Hiyo ni lugha ambayo imetokana na ujazo. Leo hii kuna watu ukiambia ujazo wa Roho Mtakatifu kusema kwa lugha, wanakuona wewe kama ni stranger hivi. Wanasema wewe unapayuka. Alafu wao wamekaa wanazingatia nini? Lugha pengine zile za Kiingereza, lugha ambazo wamejifunza, lugha za Kilatini, lugha za kinini? Za Kiyahudi, za Kiebrania na kadhalika. Lakini kuna namna ambavyo Roho Mtakatifu anaweza akajaa ndani yako, alafu akachukua ufahamu wako, alafu ukaanza kuzungumza vitu ambavyo wewe mwenyewe hujawahi kufikiria kwamba ungeweza kuvisema vitu vya namna hiyo. Matendo ya Mitume 4:6 anasema na Anasi kuhani mkuu na Kayafa na pia na Yohana Iskenda wote waliokuwa jamaa zake kuhani mkuu walipowekwa katikati wakawauliza kwa nguvu gani na kwa jina gani ninyi mmefanya hayo? Ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu akawaambia, enyi wakubwa wa Israeli, enyi wakubwa wa watu na wazee wa Israeli. Petro alijaa Roho Mtakatifu akasema wewe sema kujaa Roho Mtakatifu, alihubiri, alizungumza kwa ujasiri. Sasa nisikae hapo, nataka nisogee mbele kidogo. Lakini tuliangalia haya maandiko wiki iliyopita, Matendo ya Mitume 13:9, lakini Sauli ambaye ndiye Paulo akijaa Roho Mtakatifu akamkazia macho akasema, mwenye kujaa ila alijaa Roho Mtakatifu akasema. Kwa kitu cha kwanza kilijaa ni Roho Mtakatifu. Alichukua nafasi katika fikra, katika akili, akasema vitu ambavyo hakuexpect wala hakupanga kusema. Akupanga kusema. Kwa hiyo tukienda kwa mipango yaani kwamba nikienda pale lazima niseme hivi, lazima niseme hivi. Sio mbaya kujiandaa, lakini lazima tuache room ya Roho Mtakatifu kujaa kuwahudumia watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hili jamani, nataka nizungumze kitu kimoja hiki. Mipango, plani, arrangement ni nzuri sana. Lakini tukipanga arrangement, tukae kwenye arrangement. Katikati ya ibada, kila mmoja akae kwenye nafasi yake, kwenye kipande chake. Sio tuna katikati ya arrangement tunaanza kuongeza vitu vingine. Najua kuna kwenye arrangement, mmepanga arrangement pengine, si ndio? Musician
tumepanga arrangement, lakini katikati ya arrangement unataka kuongeza madoido mengine. Baada ufanye ibada katikati ya arrangement, kama wewe unapiga rolling hizi, kama wewe unapiga kinanda piga hivi, kama wewe unapiga vile huku unaendelea kufanya ibada kumtafakari Mungu. Lakini unataka kuongeza vipande vingine, unataka kuongeza ujuzi. Ndio tunashangaa kwa nini tuna entertainment sasa hivi. Just entertainment. Kwani kwa sababu watu wanaangalia na vibe. Pengine watu wameruka zaidi na wewe ndio yaani unajua ni tunaangalia na upepo. Yaani mimi nasemaga hivi, unafanya mziki. Alafu kuna namna fulani vipawa vya Roho Mtakatifu vikajidhihirisha. Katika discipline ile. Yaani usiongeze mambo, utaharibu. Kwa sababu kilichowafanya waingie katika ile Roho Mtakatifu kujaa, ndio kile unatakiwa ustiki hapo hapo. Ustiki hapo hapo. Lakini tunakomaa, kwa mfano wakati mwingine mnaweza kwenye kwaya hizi yani wakati mtu watu wanashangilia step, yani mtu ndo step, yani anaruka na sarakazi na anabinuka. Vipi? Yani ndio anakuwa sema nini? Anasherehesha kweli kweli. Sio mbaya kuruka kwa utukufu wa Mungu. Lakini kama ndo watu wanakushangilia na wewe ndio sema unaongeza vibe, yani ndo kama unachochea. Tayari inakuwa ni nini? Ni maonesho. Inakuwa ni maonyesho. Na kuna kitu kimoja ambacho mimi nikipata, yani natamani, sijui kwa nini nakaa hapa sitoki na ninyi wapigaji. Yani huwa nasemaga hivi, wakati nasemaga mazoezi, ndio rehearsal, mazoezi. Kama wakati wa mazoezi tunasema mazoezi, katika hiyo hatupati nafasi pia kumruhusu Roho Mtakatifu kujaa. Wakati tunajiandaa pengine kwa ajili ya ibada na kadhalika. Kufanya mazoezi ni jambo zuri. Ni kitu kizuri, kitatujenga kifanyeni. Unachochea kile kipao ulichonacho. Lakini mazoezi yakiishia tu just mazoezi. Mazoezi yakiishia tu just mazoezi, kwamba tumefanya mazoezi, muziki, arrangement, haya bana, juma ngapi tutafanya hivyo hivyo. Kuna uwezekano mkubwa mtakapokuja mkafanya tu just kama mlifanya kwenye mazoezi. Lakini mkifanya mazoezi au mkijiandaa pamoja na kufanya nini? Linakuwa na ibada. Yaani mnaweza mkasema mkaanza na ibada au mkamaliza na ibada. Kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba kuna namna fulani ambavyo mnamruhusu pia Roho Mtakatifu aje. Ninazungumza hivi kwa sababu nimeshuhudia baadhi ya watu ambao mazoezi kwao hayaishi kwa mazoezi. Yanaishia, yanaweza kaishia na ibada au yakaanza na ibada binafsi. Kila mtu anaomba, kila mtu anautafuta uso wa Bwana, kila mtu ana kiu na Mungu. Isiwe kile ambacho anakifanya, yaani kile anachokifanya hakina sio cha muhimu kama yule anayefanyiwa kwenye hayo maandalizi. Watu wa namna hiyo maana kwamba nini? Wanajiandaa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya yule ambaye wanataka akawahudumie watu. Nimewaona baadhi, sasa kuwataja sio jambo zuri, sababu unajua kuzungumza kwamba ni fulani. Lakini mimi nimeona baadhi ya watu ambao katika maandalizi kwao kwao ni nafasi ya kumruhusu Mungu awakochi, awaandae kwa ajili ya kile ambacho ni sawa na mtendakazi anayeandaa pengine notes kwa ajili ya kufundisha. Asipoanza kumtafuta Bwana wakati anaanza kuandaa hizo notes, kwamba Mungu, ninajua hiki ninachokiandaa sio kwa ajili ya kwenda kuentertain, ni kwa ajili ya sisi kujengwa. Naomba Roho Mtakatifu chukua nafasi. Alafu unakuta anajiandaa notes. Sasa waimbaji, panda hapo, shuka hapo. Wewe umeharibu. Yaani ukitoka hapo wengine wasema yaani unakuwa na mabifu kabisa. Nimeshaona. Wakati mwingine sinaonaga hapa. Bana tunaomba tufanye mazoezi haya. Mkija hapo wakati mwingine wanavutana. Wewe unaharibu. Mwishoni matangazo ni kusemana. Yaani wewe pale ulinaniliu. Wewe utakaa kwenye maiki. Utakaa nyuma. Si wewe umepiga vibaya. Utakaa kwenye
utampa fulani apige. Yaani mnakosoana hapo, mtu anaondoka na kinyongo kwamba kumbe niliharibu. Ndio maana nikapiga second baada ya kupiga first. Huyu bana kwenye rolling bana, wewe unapiga sana, unachafua sana, ukai vizuri, mweke mwingine. Nini? Mnakuwa mnavutana. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ifike pointi mtu akija kwenye kitu kinachoitwa rehearsal. Akitoka hapo anatoka na sema anabubujika kama kuja kufanya ibada. Kufanya ibada na kuomba. Yaani kuna mtu mmoja shaniambia kwamba wao kwenye kikundi chao walipanga ratiba ya nini? Ratiba ya maombi. Yaani kuna siku anakuja kwa ajili ya kuomba tu, lakini siku ya maombi hawatokei mtu. Mimi nikajiuliza, kwa nini? Nyie kama ni waimbaji, kwa nini hizo ratiba ambazo mnasema mnakutana kwa ajili ya kufanya rehearsal, hiyo ndo nafasi ya kuomba, mnapanga siku nyingine eti mje kwa ajili ya kuomba? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna miaka ya nyuma kama mwaka 2000 ilikuwa 2012, 13, 14 mwanzoni. Sasa 2012 na 13 kuna sehemu moja nilikuwa naendaga mara nyingi sana. Nilikuwa naendaga kwa sababu nilikuwa nafurahia ibada kwa njia ya muziki, jinsi walivyokuwa na ihendo. Yaani jinsi ambavyo walikuwa na ihendo. Sasa sehemu nyingine wana ihendo vibaya, lakini nilikuwa najifunza kwao. Kuna kanisa moja ilikuwa inaitwa Dar es Salaam Pentecostal Church, DPC. Ilikuwa Kinondoni, Dar es Salaam. Walikuwa na ibada ilikuwa kila Jumapili ya mwisho wa mwezi, nafikiri ilikuwa hivyo. Pale walikuwa na timu ilikuwa ina msifu Mungu kwa nyimbo za sifa na nyimbo za kumtukuza Mungu. Lakini walikuwa wakifanya vile yaani mwisho au katikati au mwanzo watu unaona wanajazwa na Roho. Na yule mchungaji alikuwa anaitwa Pastor Paul Safari. Ni mmoja ya watu ambao katika taifa hili watu wengi hawasema, lakini kwangu mimi binafsi namuona ni mtu ambaye ameleta impact kubwa sana katika, especially kwa waimbaji wa katika kipindi kile. Kwa maana kwamba ni mtu ambaye alikuwa anasema nilikuwa namshuhudia, alikuwa akiwa coach au akiwaongoza waimbaji katika huduma. Najua waimbaji wakati mwingine tumekuwa tunajifanyia tunavyotaka. Tunapata nafasi ya kuliongoza kundi. Yaani hakuna mtu wa kufanya nini? Wakati mwingine wa kutudirect. Alikuwa ni director mzuri sana katika nini? Katika ile eneo la kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Yaani mlikuwa kuna wakati sema ile namna ambavyo tunaona watu wanataka kujazwa, alafu mtu anataka kubadilisha. Alikuwa anakuja anamwambia wewe tulia tu. Yaani alikuwa ili nini? Ili kile ambacho kinaanza kuchipua unakuta wakati mwingine mtu anaweza kaimba, pengine watu ndo kuna namna fulani mioyo yao inatulia sasa, wa connect na mbingu. Alafu ghafla amebadilisha. Kaja. Yaani timing, wakati. Unajua hii kitu cha kubadilisha hii. Yaani kwa siku mnaweza mkaimba nyimbo 7-8. Yaani nalifurahia waliponiambia, ukiadiliwa watu wameshaanza nini unaanza unavuruga. Yaani kwa sababu unajua nyimbo inamwandaa mtu. Sisi tunapofanya muziki inamwandaa mtu kuweza kuconnect na kile ambacho nini unatazamia. Sasa ukianza kushaanza kuleta maujuzi na mafundi, unamtoa mtu katika re. Kwa hiyo kuna maandalizi. Na yule Pastor Paul Safari ndio kitu alichokuwa anakifanya. Alikuwa anaweza kufanya nini? Alikuwa anaweza kudirect nini? Kwaya, uimbaji, ili wawe na discipline, wasifanye nini? Wasitoke katika sema ile nini? Ile namna ya watu wamesha connect kutaka Roho Mtakatifu kujaa, alafu wakaanza kuleta kelele noise nyingine. Kwa wengi walikuwa katikati ya sifa na kuabudu walikuwa wanaomba, walikuwa wengine wananena, walikuwa wengine wanatabiri hivyo katikati ya
Ndivyo ambavyo inatakiwa hivi iwe. Matendo ya Mitume 1:8 anasema, nanyi lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na hata mwisho wa nchi. Mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akishajaa, kuna nguvu ambazo tunazipokea, nguvu. Kwa hiyo maana kwamba nguvu ni matokeo ya Roho Mtakatifu kujaa. Mungu tunaomba tupe nguvu, tupe ujasiri. Simply tu ni kwamba unatakiwa umruhusu Roho Mtakatifu afanye nini? Ajae. Roho Mtakatifu achukue nafasi, achukue udhibiti. Sasa tumalizie hapa. Tuangalie mazingira yanayomwandaa mtu na kumpa nafasi Roho wa Mungu kujaa. Mazingira yanayomwandaa mtu ili kumpa nafasi Roho wa Mungu kujaa. Roho Mtakatifu kujaa, Roho ajaye kwenye kwenye mazingira ambayo yana kelele nyingi, yamesongwa na mambo mengi, yana uchungu, yana hofu, yana mashaka, yana mawazo mengi. Ndio maana nasema katika ibada tukishakuwa na makorokoro mengi, tukishakuwa na mipango mingi, tukishakuwa na kutafuta vitu vingi, Roho Mtakatifu hawezi kufanya hawezi kujaa. Roho Mtakatifu hawezi kujaa. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo yanamwandaa mtu, yanamfanya kwamba huyo mtu afanye awe na gap la kumruhusu Roho Mtakatifu kutake control, kujaa. Na tukielewa mazingira haya, ni rahisi sasa kuweza kufanya kuweza kuyazingatia ili tumruhusu Roho Mtakatifu kujaa. Jambo la kwanza ni kuomba. Tunapoomba tupo katika kuomba. Na kuomba nasema ni kuomba kwa Roho. Unajua kuna kuomba kuna kusukumwa na uchungu, kuna kuomba kuna kusukumwa na hofu, kuna kuomba kuna kusukumwa na imani. Kuomba kuna kusukumwa na imani katika Kristo Yesu, ndio kuomba kwa Roho. Unajua kuna mtu anaweza akaomba lakini kinachomsukuma ni hofu, kinachomsukuma ni uoga, kinachomsukuma ni uchungu, kinachomsukuma ni pengine watu wanaposema, au pengine lazima tumeambiwa bwana, lazima tuombe, kanisani kwetu lazima tuwe na mkesha, lazima tuombe. Omba jamani, omba wewe, mbona uombi? Sikia mmekaa hapo, sikia wewe, mbona uombi? Kama ulikuwa umekaa umeshika simu unachezea hivi, unashtua kidogo, unaangalia pembeni, unaanza kuomba kwa msukumo. Lakini tunapoomba tunasema kuomba kwa imani katika yeye. Ndio mazingira pia yanayomwandaa mtu na kumpa Roho Mtakatifu au Roho wa Mungu kujaa. Katika hili Matendo ya Mitume 4:23 tunaona hapa Petro alikuwa anazungumza vile ambavyo alikamatwa na wakuu wa makuhani. Alafu baadaye akaachiwa. Walikuwa ni Petro na Yohana. Sasa amerudi anawasimulia wale ambao walikuwa wamekutana kwamba kwa nini wameachiwa, waliachiwaje. Matendo ya Mitume 4:23 wasema, hata walipofunguliwa wakaenda kwa watu wao, wakawapasha habari mambo yote walioambiwa na wakuu wa makuhani na wazee. Nao waliposikia wakampazia Mungu sauti zao kwa moyo mmoja wakisema, Mola, oe ndiwe Mungu, ndiwe uliyefanya mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo. Nawe ulinena kwa Roho Mtakatifu na kinywa cha baba yetu Daudi mtumishi wako. Mbona mataifa wamefanya ghasia na makabila wametafakari ubatili? Wafalme wa dunia wamejipanga na wakuu wamefanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Kristo wake. Maana kweli Herode na Pontio Pilato
pamoja na mataifa na watu wa Israeli walikusanyika katika mji huu juu ya mtumishi wako mtakatifu Yesu uliyemtia mafuta, ili wafanye yote ambayo mkono wako mashauri yako yamekusudiwa tangu zamani yatokee. Basi sasa Bwana, yaangalie matisho yao, ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote. Ukanyoshe mkono wako kuponya, ishara na maajabu vifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Walikuwa wanaomba hawa jamaa, walikuwa wanaomba. Na ukiangalia maombi walikuwa wanaomba wapewe ujasiri. Walikuwa wanaomba wapewe nini? Ujasiri, kwa sababu tayari walikuwa katika mazingira ya kutishwa. Waliambiwa kwamba sasa tunawakataza msihubiri kwa jina la Kristo. Wakuwa wa makuhani na wazee waliwaambia msihubiri kwa jina la Kristo. Sasa ili kuhubiri kwa jina la Kristo katikati ya kitisho hicho, kwa sababu walikuwa ni wakuu wa watu, ili lazima nini? Wapate ujasiri. Na wao ujasiri waliupata vipi? Kwanza waliomba. Alafu Roho Mtakatifu walipojaa ndani yao, ndio wakalizungumza lile neno la Mungu kwa ujasiri. Tunataka vitu vitokee pale ambapo tunafanya nini? Tunahudumu. Tunaomba. Tunamwambia Mungu, tunaomba jambo hili litokee. Tunaomba ufanye jambo hili. Na hapa vitu ambavyo waliviomba, ambavyo wengine wanavipinga, alikuwa anazungumza hapa ishara, ajabu na miujiza vifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu. Ishara, ajabu na uponyaji ufanyike kwa jina la mtumishi wako Yesu Kristo. Sasa leo hii hiki kitu cha uponyaji, hiki kitu cha ishara, ajabu na miujiza tumeona kama ni kitu ambacho, lakini hao mitume waliomba, alafu walipoomba walifanya nini? Wakakipokea, wakakipata. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunavihitaji vitokee. Kuna vitu ambavyo tuna expect vitokee. We have to pray. Lazima tuviombe. Kuna ishara gani ambayo unahitaji itokee katika kila ambacho unakifanya? Pengine tunasema tunahudumiana. Kuna ishara gani ambayo tunaitamani itokee? Wewe una kiu gani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Kwa nini? Kwa sababu walipewa huo ujasiri. Lakini jambo lingine la pili, mazingira ambayo yanaweza yakaruhusu Roho sema yakatengeneza fikra zetu, fahamu zetu, ili Roho Mtakatifu kujaa, ni mazingira ya kuwa na nia, kuwa na kiu, kuwa na shauku ya kuwahudumia watu neno, mahubiri na mafundisho. Unajua, ukiweka nia, ukiweka kiu, ukiweka shauku, alafu ukianza, yaani isiishie tu kwamba na kiu kweli ni hubiri, na kiu kweli fundisha. Anza, just start. Na kiu kweli kunena, na kiu kweli kunena. Fanya ibada. Mwambie Mungu, nataka ninene sasa hivi. Attempt. Yaani usipoanza vitu utaona tu wengine wanafanya, wengine usipoanza. Unajua hata mimi kwa mfano nikijiangalia, niseme ukweli, yaani wanaonifahamu, wanaonijua huko nyuma, sikuwa mimi mtu wa kusema nakaa mbele tena na kusoma hata mstari. Mimi nilikuwa kwenye makamera huko na kwenye pengine kwenye mixer huko, rekodi hizo na kadhalika. Yaani ndo nilikuwa na mpaka za hizi, yaani unajua. Lakini sasa hivi nikisema nakaa kwenye kamera, I don't feel, yaani sijioni kwamba ni sehemu yangu. Yaani niseme kweli, sasa hivi nikikaa kwenye kamera sijioni kama ni sehemu yangu. Sioni kwamba ni sehemu ya, though natamani nikae. Unajua kukaa mbele kuna responsibility. Kuna responsibility gani? Ni responsibility ya kwamba hivi, kwa mfano nikiwalisha matango pori hapa,
Alafu wewe ukaenda kumlisha mtu tangopori. Yaani hivyo iko, yaani unajua iko hivi. Kufundisha, kuhubiri. Kwa sababu unaweza ukasema neno hapa likawa sio la kweli, si ndio? Alafu mtu akalishikilia kaenda kumwambia mwingine. Yaani mpaka uje kuitakasa yani. Kwamba useme kwamba nilikuwa kwanza walimu wengi wakijua wamekosea, useme jamani pale nilikosea. Anaona kama nitaonekana kama mimi shalo. Yeye ukikosea alafu ukasema bana unajua lile somo lililopita nilizungumza kwa habari ya hivi, ile haikuwa sahihi. Sema kwamba hapa wataniona mimi kilaza kweli. Kwa hiyo kuhudumu kwa neno ukiwa na ile shauku, ile kiu. Matendo ya Mitume 13 kuanzia mstari wa 2. Basi hao walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Maandiko ni mengi kidogo, naomba niende mbele kidogo nishuke mpaka mstari wa nataka nishuke mpaka mstari wa 5. Nasema, nao walipokuwa katika salami wakalihubiri neno la Mungu katika masinagogi ya Wayahudi. Nao walikuwa naye Yohana katika mtumishi. Walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake Bar-Yesu. Sema mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake, akataka kulisikia neno la Mungu. Lakini Elima yule mchawi akashindana nao, akitaka kumtia yule liwali moyo kuiacha ile imani. Lakini Sauli ambaye ndiye Paulo akajaa Roho Mtakatifu, akamkazia macho, akasema, ewe mwenye kujaa hila ya uovu, mwana wa Ibilisi, adui wa haki, uache kuzipotoa njia za Bwana. Walikuwa wanahubiri, alafu kuna mchawi akawa yule jamaa ambaye ana mapepo. Rikora masika ya baba. Yule mchawi ambaye alikuwa na mapepo akaanza kuvuruga, anataka kuvuruga ile nini? Yale mahubiri yao, ili yule jamaa ambaye anahubiriwa asiamini. Sema nani? Paulo akajaa Roho Mtakatifu, akamkemea kwa ujasiri. Akamkemea. Kwa kujaa jamani kupo, na kujaa tayari Roho Mtakatifu unayo kama muumini Yesu Kristo. Lakini kuna wakati anajaa. Lazima uwe na hiyo nini? Hiyo mentality kwamba Roho Mtakatifu anajaa. Anaweza hiki kitu ambacho alimkemea huyu jamaa, wala hata kukipanga. Wala hata kukiwaza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kwa nini tunazungumza ujumbe huu? Kwa nini tunasikia ujumbe huu? Ni kwa sababu ya nini? Kwa sababu tuwe na nia. Tuwe na mawazo. Tuwe na kiu ya kutaka kuona Roho Mtakatifu anajaa kuanzia kwetu, lakini si kwetu tu, hata kwa wale ambao wanasikia kile ambacho tumefariri tunakiachilia. Tusiwe na mawazo mengi, tusiwe na makorokoro mengi, tusiwe na nini vipande vingi. Halafu iko hivi, yani unajua iko hivi, Roho Mtakatifu anajaa pale ambapo mmejishusha wote. Mmejishusha. Kwamba hapa sio kile ambacho nakifanya. Mmeshuka wote. Yaani wote mmeshuka. Na vile vitu ambavyo sema ni vitu ambavyo ni laini. Vitu ambavyo ni vyepesi. Aidha ambavyo mmevipanga hamjaongea chochote. Kama mmepanga labda tumepanga tupige hivi mizunguko hii. Ndio nayo tu hiyo. Ndio tu hiyo. Vitu ambavyo ni virahisi. Kwa sababu ufundi ukishaweka ufundi, maana kwamba isije kasemekana kwamba yani jamaa kwa sababu ya ufundi wake ndio maana watu wamefanya nini? Wamejazwa na Roho.
kwa sababu ya ufundi wake. Yaani kama mmepanga, jamani tunatakiwa tuende mizunguko hii. Just pita mule mule. Ili nini? Usijiongezee magorofa, usijiongezee mizigo ya kwamba nini? Ya kwamba akili inaanza kutafuta mambo mengine tena. Inazurura. Ndio maana tunakuwa na nini? Tunakuwa just tuna either mafundisho yetu au mahubiri yetu wakati mwingine yanakuwa yana nini? Yana vitu vingi ambavyo ni vya kwetu, utaalamu mwingi ambao wakati mwingine tunauongezea huko katikati. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naamini neno hili limeachiliwa. Neno hili limeachiliwa kwetu. Limeweka madai. Wewe uliyesikia neno hili siku ya leo, limeweka madai kwamba unapofanya kile ambacho tunasema cha kimungu, lazima tumpe Roho Mtakatifu nafasi. Hebu tukiwa tunafanya vile vitu ambavyo tunasema vya kimungu, tupunguze mbwembwe. Tupunguze nini? Mbwembwe. Na tunapokutana kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kusema tunajiandaa, lazima tukubali Roho Mtakatifu pia atuandae. Naamini mwingine yuko hapa au pengine anasikia neno hili katika mtandao. Inawezekana pengine hujawahi kuwa na kiu ya kuona Roho Mtakatifu anajaa na vipawa vya Roho Mtakatifu vinaachiliwa ndani yako. Muamini Mungu na neno lake. Muamini Mungu kwa neno lake hili ambalo amesema na sisi leo. Usifurahi tu kuona wengine wakipokea kile ambacho tunasema mbona wengine wanapotokea mimi sikianiliwa, au pengine wale wanajiona hivi. Tamani na sisi pia vile vitu tuvitamani. Nasema takeni karama. Ziliza na kutaka karama za Roho. Karama ya Roho ni kitu ambacho unakitaka. Sababu ukikitaka Roho Mtakatifu anakiachilia. Lakini atakiachilia kwa kadri upendavyo yeye. Kama ukitaki, unataka tu ujuzi, unataka tu rolling, unataka tu kuzungumza kama MC, utazungumza. Baba yetu, Mungu wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, mwaminifu, mtakatifu, ninakuja mbele zako sahihi nikitambua kwamba Roho Mtakatifu ndiye maji yaliyo hai. Roho Mtakatifu ndiye maji yaliyo hai. Na katika hayo tunafurahi, tunaburudika. Katika hayo tunajazwa. Mwaminifu, mtakatifu, nafahamu wanaosikia neno hili siku ya leo umeweka sharti la kutumika ndani yao. Mwaminifu, mtakatifu, neno hili likawe ni mbegu ambayo Mfalme umeipanda ndani yao. Ninaomba Baba, neno hili likachipue, wakawe na kiu ya kutafuta karama za Roho Mtakatifu. Wakawe na kiu ya kutembea katika wewe, ya kutembea katika maelekezo yako, katikati ya kutumika. Mfalme, sifa na heshima na kurudishia wewe kwa ajili ya neno lako hili. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen.